Haleluya. Wako wapi vijana wenye maagano na Mungu wao sasa hivi? Wamtambulishe Mungu katika kizazi hiki. Haleluya. Na wao ndio kuwa mmoja wao. Sasa kuna vitu ukivijua ndio utakuwa hivyo. Usipojua mwanangu, kitokea maza hapa. Wewe akasema tu mchungaji, mimi kabisa mimi. Pastor unijui wewe hujaziona hela wewe. Una hela ukionyeshwa wewe kama moyo kako akajakaa vizuri unazama. Shanielewa Wewe kama ukipewaga lift tu kaisika na kuchanganya. Sheikh kupewa ukaambiwa chukua gari ili nenda kazunguke nalo leo. Wewe Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kusudi na maono. Sasa naomba tuende slide inayofuata. Nitajaribu kugusia hivi vitu viwili vinaenda pamoja. Bwana asifiwe. Kusudi na maono ni vitu vinavyokwenda pamoja. Na nitakwambia kwa nini. Sasa nitaanza kuelezea kusudi. Sawa? Alafu baadaye nitaelezea maono. Alafu nitakwambia namna gani vinahusiana na vina umuhimu kwa nini vina umuhimu katika maisha ya kijana. Kwa nimeweka hapo kusudi kwa wale wenzangu wa Ndengeleko purpose, si ndio? Manake ni kusudi linajibu kwa nini, linajibu swali la kwa nini wewe unaishi? Kwa nini ulizaliwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama tunaelewa watu wa Mungu. Kusudi linatoa majibu ya uwepo wa mtu. Kwa nini wewe ulizaliwa? Kwa nini unaishi? Kwa nini umezaliwa mwanaume na sio mwanamke? Kuna kusudi. Haikuwa bahati mbaya. Yaani sio kwamba tu imetokea kwamba ukawa tu wa kike au ukawa wa kiume. Kuna kusudi. Kwa kusudi linajibu swali la kwa nini unaishi. Kwa ni muhimu kujua kusudi la kwako, la kuumba kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda niseme hivi. Kama tungekuwa hatujui kusudi la hichi kiti. Sawa? Kusudi la hichi kiti, tungeweza kufanya vitu vingine. Yaani nikitumia hiki kiti hapa nikaweka kompyuta, kinaweza kikaweka kompyuta. Sawa? Lakini kuna kusudi la hichi kiti. Hichi kiti kimetengenezwa kwa makusudi fulani. Kwa kuna vitu fulani inaweza ikafanya lakini somehow havifit. Somehow havitoi majibu yale yenyewe kabisa ya kutengenezwa kwake. Kwa nikiweka kompyuta hapa ni kweli itakaa. Sawa? Lakini hata mimi kwa sababu nafundisha hapa, nikitaka kusoma tabidi labda nichuchumae hivi. Sio kama unanielewa. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli kompyuta imekaa kwenye kiti, lakini hichi kiti kina kazi yake maalum. Ndio maana wewe umekaa hapo umetulia vizuri. Na ndio maana hata ukija ukiviona hauangalii mara mbili. Ukifika tu unafanya nini? Kwa nini? Kwa sababu yani ukikiona tu kitu unajua hii kazi yake ni kukaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo nguvu ya kusudi ilivyo. Ifike mahali watu wakikuona tu wanajua kwamba Hosea kuna kitu fulani nikimpa kufanya kinakuwa katika ukamilifu wake. Kusudi. Kwa nini? Kwa sababu amejua, ametambua kwa nini yeye aliumbwa. Kwa nini wewe ukifika ujiulizi mara mbili kukalia kiti unakaa tu? Kwa sababu tayari akili yako imeshakuwa automated kwamba hichi ni kiti, kazi yake ni kukaliwa. Kwa nini? Kwa sababu unajua makusudi yake. Kwa ni muhimu sana kujua kusudi ili uweze kujibu swali la kwa nini wewe ulizaliwa, kwa nini unaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa utajua sababu. Utapata kujua reasons za wewe kuishi. Sio kama unanielewa mtu wa Mungu. Ukizijua sababu za wewe kuishi manake unaishi humo. Si unasemaga tuishi humo mwanangu? Sasa ukijua kusudi lako unaishi humo. Unakuwa umejua sababu za wewe kuishi. Unakuwa unazifanya hizo.
hayo ndo yanakuwa maisha yako. Kuna vitu fulani unaweza ukavifanya, lakini kwa sababu kuna sababu unazijua za wewe unatakiwa kuwaje, utajikuta tu bado utarudi pale pale. Na nitakuonyesha baadaye. Kuna wakati kuna vitu mtu anaweza kana vifanya na vinampa faida. Sawa? Labda nibaki kwenye mfano wa kiti. Hichi kiti naweza nikakitumia nikitaka labda kusimama nikazime pale zile taa. Hiyo switch hapo, sawa? Kinaweza kama kimetoa faida fulani. Lakini hiyo faida ilionipa haimaanishi ndo kusudi la kiti. Sio kama unielewa mtu wa Mungu. Labda ngoja niweke hivi utaelewa. Unaweza ukawa unafanya kitu cha aina fulani, kazi aina fulani. Nilikuwa naambia vijana siku moja kwenye mkesha hapo. Kuna watu wamekuwa kwenye kazi za aina fulani kwa sababu mbalimbali za kimaisha. Na mimi sikatai. Maisha kuna wakati yanaweza katulazimisha kuingia kufanya vitu fulani, kufanya mambo fulani kwa sababu tunataka kuishi. Sababu mwisho wa siku lazima tuishi. Bwana asifiwe. Mwisho wa siku utahitaji kula, utahitaji hivi, kuna mahitaji yako ambayo kuna watu wanakutegemea. Kwa kuna vitu unaweza kaingia kuvifanya kwa sababu ya mazingira na maisha ya kipindi hicho. Lakini usimezwe. Na unaweza ukafanikiwa katika kazi hizo na ukapanda. Sawa? Unaweza kuwa unafanya kazi ya aina fulani ambayo inakupa hela nzuri. To be specific. Inaweza kana kukupa hela nzuri. Lakini kama sio kusudi lako, nataka uniamini. Nataka unisikilize kwa makini. Kama sio kusudi lako, kwanza you will not find joy. Hautapata furaha na tulizo la moyo. Kwa nini? Kwa sababu haujafikia katika kile Mungu alichokuitia. Haukiishi. Kwa kuna wakati Mungu anatupitisha kufanya vitu vya aina fulani, na inawezekana uko nyuma kwa sababu ya mazingira fulani, au hatukupata maelekezo mazuri, au hatukupata watu wa kutuongoza, tukaingia hata katika kozi tulizosoma au katika aina ya vitu tunavyofanya, tukaingia huko bila kujua. Kwa nini? Kwa sababu hatukupata maelekezo mazuri. Hatukupata watu wa kutuambia namna gani tunaweza tukajua makusudi yetu ili tuanze kujialign mapema. Kwa kuna vitu tunaweza tukaviingia kwa sababu hiyo tulikosa direction fulani, tulikosa watu wa kutuongoza. Lakini sasa ikifika hatua nikajua makusudi, nikajua sababu za mimi nimeumbwa kwa ajili ya nini, nikijua tu sitaki kuendelea kubaki kule hata kama kulikuwa kunanipa faida kiasi gani. Na nitakuonyesha baadaye namna ambavyo kwa sisi tulioamini, moja ya kitu ambacho Mungu tunaposema tutaenda mbele zake atatudai, atatuuliza, hata kuuliza Mungu kwa vitu ambavyo hakukuumbia wewe kufanya. Mungu atakuuliza kwa assignment ambayo aliweka ndani yako, kwa sababu hiyo assignment somehow Mungu anakuwa anaionyesha ndani yako. Na nitakuonyesha namna ambavyo makusudi yanahusiana na maono. Kuna vitu utaanza kuwa unavisikia, unaviona ndani. Hivyo vitu ndio kusudi lako. Kwa siku ukienda mbele za Baba, alafu hivyo vitu hujai kuviishi, hujai kuvifanya, Mungu atakuuliza, kwa sababu hilo kusudi Mungu anawekeza na hazina zingine zinazoenda kukusaidia kulitimiza kusudi lake. Kwa kuna aina ya vipaji na vipawa unaweza kuwa navyo ambavyo Mungu amevinstill ndani yako makusudi ili wewe uweze kulitimiza kusudi la Mungu na kusudi la kuumbwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima ufikie hatua ya kujua kusudi, alafu uanze kuishi sawa sawa na makusudi yako. Kwa hata kama unafanya jambo gani na linakufaidia kiwango gani, lakini kama umejua kwamba wewe Mungu amekuita kufanya kitu fulani. Na naomba ni declare interest hapa kwamba hii simaanishi kwamba makusudi au kusudi la kila mtu hapa lazima iwe kutumika madhabahuni. Kwa sababu ukifundisha hili somo kwenye jamii ya waamini, wanaamini, mtu anaanza kujitafakari, kweli bwana mimi siubiligi. Mtu anaanza kujitafakari, la kweli bwana mimi nitakuwa siishi kusudi langu kwa sababu hata simbi kwaya. Makusudi ni zaidi ya kuwa mhudumu wa kanisani kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuonyesha mfano wa Yusufu. Yusufu alikuwa na kusudi la kuwa kiongozi wa kisiasa. Bwana asifiwe. Kwa Mungu alimtumia kwa nyakati alizoishi yeye
kuisaidia taifa kipindi cha njaa na kuwa kiongozi mkubwa katika taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa nini? Kwa sababu alijua kusudi. Kwa hiyo makusudi ya Mungu ni zaidi ya utumishi madhabahuni, ni zaidi ya kuwa mchungaji, ni zaidi ya kuwa mwinjilisti, ni zaidi ya kuwa mtume, ni zaidi ya kuwa nabii. Na hayo ni sehemu ya. Unaweza kweli ukawa ni kusudi lako, umeitwa kuhudumu madhabahuni na kuifanya kazi ya Mungu, lakini sio kila mtu. Kwa ninapofundisha hili, usibaki kusema mchungaji hapa, kwa kweli yani kabisa najua. Yani mchungaji kweli kabisa mimi mambo ya Mungu yani sifanyi kabisa. Kila kitu unachoweza Mungu anaweza kuitia kwenye kitu na kikawa ni kitu cha kimungu kabisa ambacho hakifanyiki kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kusudi linakupa majibu ya kwa nini na unajua sababu ya wewe. Sasa nitakusomea maandiko yanayoonyesha namna ambavyo kusudi linafanya kazi. Naomba tufungue Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza. Yeremia sura ya kwanza. Tasoma maandiko ambayo tunayafahamu sana. Na naamini wengi wetu hapa tumeshaikuwa mahali tukafundishwa kwa habari ya makusudi na tukasomewa maandiko haya. Sasa nitakutazamisha kitu hapo kwenye hayo maandiko. Sasa Biblia inasema Yeremia sura ya kwanza. Mstari wa ngapi huo? Wa 4. Anasema neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba. Naomba uzingatie hayo maneno. Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sasa kitabu cha Yeremia ni kitabu cha unabii. Na hapa kanisani wale wa hapa kanisani mnajua tulijifunza namna ya kutafasiri vitabu vya unabii. Yeremia anapewa ujumbe huu na Mungu mwenyewe, sawa Mungu anamwambia kabla sijakuumba nalikujua. Sasa unajua ukisoma haraka haraka unaweza usipate picha. Ni hivi. Yaani kabla wewe idea ya kuwepo, yaani wazazi wako hawajui. Kabla hata wazazi wako hawajaoana, Mungu alikujua. Au kabla wazazi wako hawajawa na wazo la kukuzaa wewe, Mungu alikujua. Sio kama unanielewa mtu wa Mungu. Ni muhimu sana kujua hiyo. Na hii mistari miwili nataka uizingatie, kwa sababu mistari hiyo miwili nitakusomea kwenye Agano Jipya namna ambavyo Paulo anaiandika. Alafu anaiandika katika context hiyo. Na wakati nalipitia hili somo mwaka 2000 na wakati Mungu ananifundisha 2022 nafikiri. Nilishangaa namna ambavyo hii mistari kwenye Yeremia ipo sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5, na kwenye Agano Jipya ipo sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Anaisema Paulo. Nitakuonyesha. Kwa anasema, naomba turudi pale juu kidogo mstari wa 4. Neno la Bwana lilijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sasa kuanzia kipengele mstari wa 4 mpaka wa 5 A inaishia hapo, nilikutakasa kwenye nukta na koma. Sawa hicho kipengele chote kinatuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaposema kinakuhusu maana yake ni hivi. Huu nabii ulikuwa ni maalum kwa Yeremia. Lakini hichi Mungu anachokisema kwamba kabla sijakuumba nalikujua, na kabla sijakuweka tumboni mwa mama nalikutakasa, mpaka hapo kila mmoja wetu huo ujumbe ni wa kwake. Kwa Mungu alikujua kabla hujaumbwa, na hata kabla hujatungwa mimba tumboni mwa mamako alikujua. Na anasema anaenda mbali, sio tu alikujua, alikutakasa. Hivi ushawahi kufikiria hiyo? Yaani wewe umetakaswa kabla hata hujazaliwa. No wonder
tunapofundisha kwa habari ya wokovu, unajua sisi tuliokolewa kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Umeshawahi kujua hiyo? Na nitakuonyesha. Kwa anamwambia Yeremia, kabla haujawa tumboni mama yako nilikutakasa. Sasa kinachofuata kwenye B, mstari wa 4B, hiyo sasa ni specific kwa ajili ya Yeremia. Anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusudi la kuumba, hii ndio idea ya Mungu ya kumuumba Yeremia. Yaani wazo la Mungu kuhusu kuwepo kwa Yeremia duniani ni kwamba huyu jamaa awe nabii wa mataifa. Kwa nje na hapo, Yeremia angeishi nje na hapo, hajaishi makusudi ya Mungu. Nakubaliana na mimi? Naomba tuendelee. Tuendelee mstari unaofuata. Anasema ndipo nilisema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Sasa Yeremia ashapewa ujumbe, anaanza kujitetea, anaanza kutoa vijisababu kama ambavyo wengi wetu huwa tunafanya. Anasema siwezi kusema, na tazama mimi ni mtoto. Lakini Bwana kaniambia usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi ni pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa makusudi ya Mungu, kusudi la mtu kuumbwa huwa linakuja na uwezesho wa kimungu. Ndicho ambacho Mungu anamuonyesha hapa Yeremia baada ya kujitetea. Yeremia anajitetea, anaanza kusema, unajua Mungu, mimi ni mtoto, unajua Mungu, hata kusema kwangu siwezi kusema vizuri. Kama ambavyo wewe Mungu anakuelekeza kuna kitu unakisikia ndani kwa msukumo sana, alafu unaanza kutoa vijisababu. Unajua sasa Mungu, yani labda mimi labda nikiolewa labda takuwa akili yangu imetulia, mambo yangu atakuwa yamekaa sawa. Yani Mungu labda nikipata kazi fulani hivi. Ndio vijisababu ambavyo huwa tunavitoa. Lakini Mungu anatuonyesha kwamba ndani ya kusudi lake, anapokuwa ameshalisema na ameliweka na amekutambulisha katika hilo kusudi, hilo kusudi linaambatana na uwezesho wa hicho kitu kutokea. Ndio maana anamwambia maneno haya, anasema usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Naomba turudi mstari wa nyuma kidogo. Anasema lakini Bwana kaniambia, baada ya Yeremia kujitetea, usiseme mimi ni mtoto. Jambo la kwanza, Mungu usiseme wewe ni mtoto. Kwa Mungu makusudi yake hayana mtoto, hayana mkubwa. Kwa wakati wowote, yani iko hivi, kuna vitu unaweza kufikiri kwamba sasa mimi kabisa Mungu ameniita kabisa niwe sijui na nasikia ndani yangu kuwa sijui kiongozi wa nchi kwenye umri huu kweli. Usianze kujichukulia mtoto. Sasa yani mimi kabisa mwanamke kweli niwe kabisa nafanya vitu vikubwa hivyo. Mimi kweli. Mungu anasema usiseme hivyo. Usiseme mimi ni mtoto. Anasema maana utakwenda kwa kila nitakaye kutuma kwake. Sikia hiyo mamlaka. Kwa kila nitakaye kutuma kwake utakwenda. Na anasema nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Kwa Mungu anapotupa assignment na kusudi fulani, ni yeye mwenyewe anayetuwezesha kulifanya na kulitimiza hilo kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama kuna uwezo unauhitaji, kama kuna vitu unavihitaji ili uweze kuiishi hilo kusudi, Mungu atahakikisha unavipata. Wakati wewe unawaza, yani kabisa mimi niwe hivyo na hivi ambavyo nimeishia tu niacha form 2. Kama unahitaji elimu ili uweze kulitimiza hilo kusudi, Mungu atawezesha usome hata katika umri ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mimi nasoma degree, mamangu naye alikuwa anasoma degree. Na miaka yake 50 ngapi huko? Sio kama unanielewa. Kwa wakati wao unasema, yani mimi kabisa na alishia form 4. Lakini ameenda akapambana, kasoma, kaenda kajiendeleza, kaanza diploma, akaingia, akasoma hivyo hivyo. Wewe fikiria mama mwenye watoto, mtu mzima, majukumu kibao. Lakini yuko kakoma. Na kuwa anasoma sijui
alienda kukaa chuoni Moshi huko, sacrifice vitu vya kutosha. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu fulani nakitafuta. Kwa nimekupa mfano kukuonyesha kwamba kama Mungu anataka uwe na kitu fulani ili uweze kulitimiza kusudi lake, yeye atakuwezesha kulifanya katika mazingira yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usiangalie tu, yani familia yetu hivi ilivyo kabisa, hakuna hata mtu mmoja aliyewahi kufanya vitu kama hivyo, yani mimi kabisa itakuwaje? Mtu aliyesoma kwetu ndo kwanza, yani nani ba mdogo yule mjomba ndo kaishaga form 6. Nisikilize. Mungu akiweka kusudi lake ndani yako, kama kuna vitu unavihitaji, kama ni fedha, Mungu atawaleta watu wenye fedha. Mungu atakusanya fedha kutoka mahali zikujilie kulitimiza kusudi lake kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekuonyesha hapo namna ambavyo Yeremia anapewa huo ujumbe, na Mungu anamuonyesha namna ambavyo yeye atamwezesha. Sasa naomba tuende Efeso sura ya 1. Nilikwambia nitakuonyesha mistari ambayo kwenye Agano Jipya Paulo anaandika kitu hicho. Ujumbe huo alioupata Yeremia, Paulo anauandika. Sasa kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 3 utaona Paulo kwanza anaelezea nafasi ya muamini ndani ya Kristo na yale ambayo tumeyapokea. Alafu mstari wa 4 na wa 5 atarudia kile alichokisema Yeremia. Yeremia aliishi miaka ya nyuma ya kutosha. Paulo amekuja kwenye Agano Jipya miaka mingine kabisa, lakini anaongea ujumbe ule. Ndio maana mimi watu wakianza kusema kibiblia ni watu tu walikaa wakatunga. Mtu gani anaweza kakaa katunga aliyeishi kizazi cha karne sijui tofauti ngapi wakaongea ujumbe unaofanana? Bwana Yesu asifiwe. So this is one of the reasons ambao mimi nikiangalia naona kabisa kwa mtiririko huo ujumbe unaofanana kwa watu walioishi kwenye vipindi na majira tofauti, ni Roho wa Mungu pekee ndiye anayeweza kuachilia ujumbe wa namna hii unaofanana. Kwa hiyo inatoa authority ya kusema maandiko ya Biblia ni kitabu cha Mungu, ni maandiko, ni neno la Mungu kamili. Sasa sikiliza, Paulo anasema, Paulo mtume wa Yesu, wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Paulo anamtukuza Mungu kwa kile ambacho waamini tumekipokea. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki. So this is your position. Hii ndio nafasi yako. Kama uko hapa umemwamini Yesu, hii ndio nafasi yako. Na wewe ambaye hujaamini, baadaye ni vizuri ukafanya maamuzi haya, na nitakuonyesha kwa nini muhimu kufanya maamuzi haya. Kwa sababu ili uweze kuliishi kusudi lako, unahitaji kuwa na Yesu. Unamhitaji Yesu ili uweze kuliishi kusudi. Haya yote ninayoongea nje ya Kristo, nikwambia utafanya vitu vingi, lakini vitakuwa vinakosa ukamilifu ambao ni kuwa na Yesu. Anasema aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kama vile alivyotuchagua. Sasa angalia mstari wa 4 huo. Paulo anaanza kuongea alichokiongea Yeremia, au unabii aliopokea Yeremia. Anasema kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa kwa nini? Kwa anaposema kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ina tofauti gani na kwamba nilikujua kabla hujawekwa tumboni mwa mama yako? It is the same message. Na nitakuonyesha it is the same message. Kwa nini? Anasema ili tuwe watakatifu. Yeremia anasema nali kutakasa. Anasema watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Tuendelee mstari wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo kulingana na radhi ya mapenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuliitwa kuwa wana wa Mungu kupitia Kristo Yesu, na hatujaitwa bure. Kuna mapenzi ya Mungu ndani ya hicho. Kuna kitu Mungu anakitaka, na ni mapenzi yake yeye aliyetuita kuja kwa Kristo. Na kuna kitu Mungu anachokitaka ndani ya muamini ambacho ndio kusudi la Mungu. Sasa hebu tuendelee mistari inayofuata. Anasema na usifiwe utukufu na neema yake ambayo
ametuneemesha katika huyo mpendwa, katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake, na alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake kulingana na radhi yake aliyokusudia katika yeye. Kwa hiyo mtu aliye ndani ya Kristo, uwe na uhakika, utake usitake, Mungu atakujulisha kusudi, atakujulisha mapenzi yake juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa ndani ya Kristo Yesu, kuna namna utajulishwa tu, ila tu kiburi chako ndo kitakufanya usifanye au usikubali kuishi makusudi ya Mungu. Lakini kwa habari ya kujulishwa, hiyo nina uhakika, mtu yoyote aliyemwamini Yesu, moja ya kitu ambacho lazima kitokee ni kutambulishwa. Mungu atayatambulisha mapenzi na makusudi yake ya wewe kuwepo na kuitwa ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama kuna waga una swali, yani mchungaji, hivi nawezaje kujua kusudi la Mungu, mapenzi ya Mungu? Baadaye nitakuonyesha. Simple sana. Simple sana. Kwa sababu huwa Roho Mtakatifu anakifanya hicho kitu, kwa sababu mtu aliye ndani ya Kristo, Mungu anayatambulisha mapenzi yake ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye mstari wa 4 na 5 wa Yeremia na kwenye 4 na 5 ya Efeso, kuna ujumbe ambao kama utakuwa unataka kuendelea, hakikisha unaendelea kujikumbusha kila itwapo leo kwamba kuna kusudi la kuumbwa kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuingie kuangalia kuhusu maono. Kwa nimekwambia kila mmoja wetu kuna kusudi fulani ambalo Mungu alimuumba kwa ajili ya hilo. Kuna sababu. Yaani mwanangu wewe kutokea tu, hata kama sijui it may sound vibaya, lakini ndio hivyo, umeshazaliwa. Hata kama mama yako alibakwa, lakini nani kwambie bado kuwepo kwako kuna makusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mazingira mabaya yoyote yale, sema tu nilizaliwa mimi, unajua, yani tangu nimezaliwa nje ya ndoa, kwani maisha yangu nayaona tu yani yanavyoenda, yani siyaelewi. Nani kwambie pamoja na hayo kuna makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna excuse ya kusema kwamba mimi naona, nafikiri mimi nilikuwepo. Hakunaga mtu anyongeza. Kama unavyoenda kwa mama fulani pale, nani ni Kenya ya ama hata nyongeza. Mungu akumuumba mtu wote anyongeza. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu anyongeza, kila mmoja wetu anayo makusudi maalum. Sasa ngoja nikuonyeshe kuhusu maono, alafu nikuonyeshe uhusiano wake, alafu nikwambie nini cha kufanya. Maono. Sasa neno maono lenyewe linajieleza. Maana yake unapongelea maono ni kitu unachokiona. Sawa Ni kitu unachokiona. Na maono yanakuja kusaidia kukuonyesha wapi unaenda. Bwana asifiwe sana. Where? Maono yanajibu swali la wapi unakwenda. Kwa mtu asiyekuwa na maono, manake hajui anaenda wapi. Hajui. Na nitaka kufanya demonstration fulani hapa, lakini kwa sababu ya muda nitakuelezea tu. Nikimpa mtu hapa, nikasimamisha watu wawili hapa. Sawa? Mmoja nikaambia afumbe macho, mwingine nikaambia awe na macho yanaona, asifumbe macho. Nikapanga viti hapa, nikablock njia. Alafu nikawaambia waende kwenye mlango pale. Anayeona kwenye mlango, aliye na macho wazi, atafika bila kujigonga kwenye viti. Bwana Yesu asifiwe. Aliyefumba macho kwanza atajigonga kwenye viti, lakini cha pili anaweza asifike pale. Anaweza akajikuta amekata kona, yuko chooni. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuona kuna kuonyesha unaenda wapi. Maono yanakuonyesha wapi unaelekea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uwe unaona, uwe na maono ili ujue wapi unaenda. Kwa maono yanakuonyesha wapi unaenda. Wapi unaenda. Kwa ukiwa na maono unakuwa na uwezo wa kutembea sehemu kufika kwa urahisi, kwa sababu unajua unaenda wapi.
unajua unaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tusome maandiko machache hapa ambayo ya kwanza yatatuonyesha umuhimu wa maono. Alafu tutasoma maandiko yanayosema Mungu huwa anafanya kazi kwa kutumia maono. Alafu takuonyesha namna ambavyo maono yanatakiwa kushughulikiwa. Maono ili yaweze kufanya kazi kwa ufanisi lazima yaandikwe. Alafu cha mwisho tutaangalia namna ambavyo maono yanaweza kukamilika au kutokea. Na kitu pekee kinachoweza kufanya maono yatokee ni imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tusome Mithali sura ile ya 23 mstari wa 7. Anasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake. Hii mtu si nimeiweka wapi? Fikiri na Biblia yangu kichwani. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Anasema akuambia haya kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Kwa hiyo sehemu A ya Mithali 23:7 anasema vile unavyoona moyoni mwako ndivyo utakavyokuwa. Hauwezi kuwa kitu ambacho hukioni. Wakati nilipoanza kuelewa hichi kitu ili andiko, nilikuwa nalielewa kwa sehemu, lakini nilikuja kulielewa vizuri sana. Kuna wakati fulani mtu aliniambia hivi, akaniambia, Ken, kuna hela hutazishika mpaka uanze kuona uwezekano wa kuzishika hizo hela. Sio, unanielewa? Nitakuelezea. Nikikwambia, nikikutajia milioni 100, afu unavyoisikia tu kichwani kwako inakuja kama ni kitu ambacho sio cha, yani mimi sio mtu wa milioni 100. Yani wewe tayari ushajitoa milioni 100, we hautakuja kuishika. Hautakuja kumiliki. Kwa hiyo ili uweze kumiliki milioni 100 lazima ufahamu wako uone possibilities. Kwamba it is possible. Ninaweza kumiliki milioni 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoanza aliponiambia hilo jambo, nikaanza kuelewa vizuri sana kuhusu maono. Ili kitu kitokee, kiwe halisi kwenye maisha yako, lazima ukione kwenye ufahamu. Mambo yote unayofanya, hivyo ulivyovaa leo, ulivyovaa hivyo, kuna picha ulikuwa nayo kichwani. Kwanza ukasema nikiweka shati fulani na suruali fulani itakaa fresh. Kivaa blouse fulani hivi, kuna sketi unaona kasa awe sketi na blouse hata viendani. Kwa kuna picha unayo kichwani, baada ya hapo unaileta katika uhalisia kwa kuvaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mwisho wa siku sisi wengine tunaanza kama mti Christmas, lakini wewe ndio ulichokiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haujavaa hivyo kwa bahati mbaya, ila kwa sababu ndicho ulichokiona. Na hata kama tukisema yani blaza leo katokelezea, kwa sababu wewe tayari kuna picha uliona. Kwa hakiwezi kuwa kitu katika uhalisia ambacho bado hakijaonekana katika ufahamu, katika moyo. Ndio maana mwandishi wa Mithali anasema, maana onavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa kama unataka kupata vitu fulani, lazima uanze kuviona uwezekano wa hivyo vitu kutokea na kuwa halisi. Ukianza kuviona, vitakuwa. Ndio maana ukianza kukaa na watu ambao wanajadili deals za milioni 500, ngapi, afu unaona yani wanaongea kama vitu vya kawaida, yani deals za B. Umeelewa? Na unaona kabisa watu kwenye uhalisia wa maisha yao zipo. Yani hizo hela wanaziongelea na zipo. Akili yako inaweza kubadilika. Yaani kuna kitu kinaanza kupigwa kwenye ufahamu. Kwamba aisee, wewe unafikiria tu 30,000 40,000. Yaani ukiwa na 30,000 siku hiyo nakwambia hadi unavotembea tunajua sasa leo. Mama Grace, wape soda. Yaani tunaje sasa leo. Kwa kuna uwezekano lazima uanze kuingia. Ndio maana baadaye nitakuonyesha ili maono, kwa sababu kuna watu maono yao yamekufa kwa sababu ya aina ya watu wanaoambatana nao.
Kwa sababu unaoambatana nao pia wanaamua unaona nini. Huku kichwani kwako unapata picha gani? Ukikaa na watu ambao yani kuanzia asubuhi mpaka jioni wao ni stories za madem tu. Nataka nikwambie wewe utaota ndoto za ovyo. Utapambana wewe na mapornography, utapambana wewe na masturbation. Kwa nini? Kwa sababu ndio vitu unakaa unasikiliza yani, mwanangu ile mtoto, mwanangu ile pisi, mwanangu kapita mtoto white yule, mwanangu asubuhi jioni. Nakwambia watoto white watakuwa wanapita kichwani shwa 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 shwa. Dada watu wanaweza kaa huko kawaida tu ukimuona sasa dada white yule. Kwa nini? Kwa sababu una picha inatengenezwa huko kwenye ufahamu wako. Kwa nini naambiaga vijana jamani acheni kuangalia mapornography? Why? Kwa sababu kuna picha inatengenezwa. Na hiyo picha ndivyo utakavyokuwa. You cannot be different from what you see. Hauwezi kuwa tofauti na unachokiona. Hauwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo kwa uzito kiwango gani maono yana umuhimu. Ndio maana tukikwambia hivyo vitu sasa yani mchungaji bwana, mchungaji ajiona yeye mtakatifu. Tunajua kwamba hivyo vitu vitakuharibia huku. Alafu utakuwa hivyo. Tukikuona hapa tunaona kwamba uko vizuri, lakini kwa sababu huku kumejaa vitu fulani, kuna vitu tunaendelea kuvifanya tu. Hata kama ili kwenye sisi tukiwa hatupo, lakini utavifanya kwa sababu ndio vilivyo aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo maono ni picha ambayo unakuwa nayo ndani ya moyo wako ya kule unako kwenda. No wonder Mithali hiyo 29:18. Naomba niweke Mithali 29:18. Anasema pasipo maono watu wacha kujizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hivi, nikuelezee. Nikiwa ninajua ninakwenda wapi, kuna vitu sitavifanya kwa sababu havinipeleki ninakokwenda. Tumeelewana watu wa Mungu? Vijana wa Yesu tumeelewana? Ajenda ya kijana kuelekea maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Vitu fulani, kuna vitu ili uweze kuviacha lazima uwe na maono. Usipokuwa na maono utafanya kila kitu. Kila fursa itakayokuja mbele yako utafanya. Kila tabia utakuwa nayo. Utafanya vitu vyote vinavyofanyika huku duniani. Ukiwa na fedha hauna maono, fedha zitapotea. Utazitumia vibaya. Kwa nini? Kwa sababu hauna maono. Lakini mtu mwenye fedha, mwenye maono, fedha zake zitamsaidia kufika anako kwenda. Kama ukipata hela, ukipanda basi tu hapo bajaji, yani uko njiani nakwambia utaviona viblauzi vyote vilivyotundikwa huko. Kile kiblauzi kile nitakirudia. Ukipata fedha tu, yani ukipita hivi una chips kuku kama anakuita njoo mwanangu njoo. Yani yale makwela ya chips yale yani una kama yanacheza hivi. Vipi blaza, hela si unayo? Njoo bwana. Njoo tule bwana. Njoo ujipe pole. Mteseka sana. Lakini mtu mwenye maono akiwa na hela, chips sizipo jamani. Yaani mimi nakwambiaje, chips wewe utaondoka utaziacha. Simaanishi mtu asile chips. Lakini kama wewe ukipata tu hela, yani ideas zinazokuja chips, blouse, nini, laba kali, yani unaona kuna kijiwe fulani hivi nimekiona kule. Cha nini ile inaitwa ile Kisinia? Sijai kwenda.
Yaani wewe ukipata tu hela ni hayo ndo mawazo yanapita. Alafu yakiisha hela ikiisha Mkalia. Unajua sijanunua Biblia. Nini? Shida huna maono. Hakuna shida nyingine. Kwa pasipo maono watu wacha kujizuia. Kwa kama unataka kuwa mtu ambaye labda niliweke hili neno vizuri. Tunapoongelea kujizuia tunaongelea disciplined life. Maisha yenye nidhamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina ya watu hautakuwa na mahusiano nao kwa sababu umejinidhamisha ili uende ufike kule unakoenda. Kwa sababu hao watu watakuharibu. Kuna aina ya watu wanaweza kuwa ni marafiki wazuri kwa watu wengine, lakini sio kwako. Bwana asifiwe. Kwa kuna watu hautaambatana nao kwa sababu sio kwa sababu ni watu wabaya, ila kwa sababu mitazamo yao, vitu wanavyovifanya, kule wanakoenda hakufanani hata kidogo na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunapoongelea kwa habari ya mahusiano na kuelekea ndoa, mtu asiye na maono atachukua yoyote. Ataoa kwa sababu unawaolea washikaji. Mwanangu yani mtoto wangu yani mimi mkali. Yani washikaji yani taka nikitoka na mtoto yani wanakubali yani. Nakwambiaje, washikaji kweli watakubali, ila wewe ndani utakuwa ukubali. Yaani hiyo dozi kuingie mdogo wangu. Yaani hiyo ikuingie vizuri. Kweli kabisa. Yaani washikaji ukitoka sana ile bwana wangu nyie acheni bwana. Wewe Mungu kaumba huko dunia. Nyie mtumishi wa Mungu hajaleta kinyonge madhabahuni. Lakini wewe cha moto unakiona. Kwa nini? Along the journey kule ndo ukajua kwamba una utumishi fulani, una maono fulani hapo chombo ulichobeba. Naenda madali chenye kinataka kisemvule huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu mwenye maono, hata maamuzi yake ya kuelekea ndoa, ya kuanzisha mahusiano, na sio tu ndoa, kuanzisha mahusiano. Naambiaga vijana hapa, kwa nini nasema ndoa? Kwa sababu mimi ufahamu wangu unapofanya kazi kuhusu mahusiano yoyote ya jinsia tofauti yanayoanzishwa yanatakiwa lengo lake liwe ndoa. Short of that, wewe unahitaji kuokoka. Bwana asifiwe. Yaani kama unataka tu mtoto wa kumshikashika hivi nini, mtoto mzuri tu yani unatembea naye unajisikia vizuri, mna chat hivi, hayo ya kipepo yanatoka kuzimu hayo. Lengo la mahusiano yoyote ni nini? Ndoa. Kwa hiyo mtu anayejua maono, hata maamuzi yake ya kuchagua nani niwe naye kwenye mahusiano yatakuwa katika mstari unaotakikana, kwa sababu anajua anakokwenda. Hii factor ndio fundamento. Kwa nini? Kwa sababu factor zingine zote zina fluctuate, zinabadilika. Tunaelewana watu wa Mungu? Zingine zote zinabadilika. Na nikwambie kitu kimoja, dada yangu na kaka yangu. Baadaye naamini mwalimu atafundisha pia somo la mahusiano. Iko hivi. Unapokuwa wewe unaweza kuwa unavutiwa na wakaka wa aina fulani na wadada wa aina fulani, kwa rangi zao, kwa maumbile yao, kwa namna walivyo, kwa nywele zao, vyovyote. Kila mmoja hapa ana testi fulani. Na hiyo testi Mungu ameiweka, sio bahati mbaya. Ipo huko nani kawaida na sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nachotaka ujue, wadada au wakaka wa sifa hizo wako hivi kibao huku duniani, wako kibao. Unanielewa mtu wa Mungu? Yaani wadada warefu, yaani rangi fulani hivi, mkaka fulani hivi, yaani huyo mkaka fulani waga sielewi hiyo.
Na mkaka fulani hivi, fulani ni nini? Hivi fulani ni nini? Kwa huyo mkaka fulani huyo wako kibao mwanangu. Hivi nyomi. Na kuna wengine hujawaona bado. Kama kuna mmoja ambaye ukimuonaga yani wewe unaweza kusinzia hapo hapo. Kuna wengine wako kibao hujawaona. Shida yako tu ni kwamba umezaliwa Dodoma, umesoma Dodoma, chuo Dodoma. Kwa siku ukitoka nakwambia ukatembea huko duniani huko, utawaona wako hivi nyomi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako nyomi, wadada wenye sifa hizo na wakaka wenye sifa hizo. Sasa katika hiyo nyomi unachukua yupi? That is the fact. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uwe na picha ya wapi unaenda. Kwa sababu iko hivi, kama umechagua njia ya kumwamini Yesu, ndoa ya muamini ni ya mke mmoja na mume mpaka kifo. Sasa sitaki kwenda kwenye hilo somo. Kwa hiyo nakuonyesha umuhimu wa maono. Sasa hebu tuone namna ambapo Mungu anafanya kazi kwa kutumia maono. Twende Amosi sura ya 3 mstari wa 7. Amosi 3:7. Anasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno bila kuwafunulia watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ili afanye kitu huku duniani lazima akifunue kwa watu. Lazima atumie watu kukifunua hicho kitu ili aweze kukifanya. Kwa Mungu anafanya mambo yake kupitia kuwapa watu maono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama wewe, moja ya kitu ambacho kinautikisa moyo wako ni kwamba yani ninatamani kumtumikia Mungu, ninatamani kufanya mashauri ya Mungu. Mungu hufanya kazi kupitia maono. Kwa atasema na wewe, atakuonyesha wapi unatakiwa kwenda. Nilikwambia hapo mwanzo kwamba kila mmoja hapa Mungu amemuumba na kusudi fulani. Hakuna mtu aliyetokea kwa bahati mbaya, hakuna mtu anyongeza hapa. Hakuna hata mmoja wetu. Kwa hiyo kila mmoja anao kusudi. Sasa hilo kusudi ili uweze kuliishi unahitaji kuwa na maono, kupata picha ya wapi unakwenda, kupata picha ya ili ulitimize kusudi lako. Kuna mahali fulani unatakiwa kuelekea. Kwa unatakiwa kuwa na hiyo picha kubwa ya kule unakoenda ili uweze kulitimiza kusudi lako na kujua njia gani ya kutembea kuelekea kulitimiza kusudi lako. Kwa unahitaji maono. Na ndio maana Mungu anatumia njia hii kuyafunua makusudi na maono ndani ya mtu. Kwa Mungu anaweka maono ndani ya mtu ili aweze kulitimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mara chache sana kwenye Biblia tunasoma Mungu alipotumia mpaka yani ukiona Mungu amefanya hivyo ujue wanadamu wamekuwa na moyo mgumu. Bwana asifiwe. Kwa Balaamu Mungu alimtumia punda. Kwa nini? Balaamu alikuwa Mungu anamsemesha anaelewi. Sio kama nielewa. Mpaka Mungu akaamua kumtumia nani? Punda. Lakini kikawaida, this is how God works. Mungu hutumia watu, husema vitu kwa watu wake. Kwa Mungu asafanyi neno lolote bila kuwafahamisha watu. Na akitaka kufanya jambo anawatumia watu. Kwa huo ndio umuhimu wa kuwa na maono. Kwa sababu Mungu anafanya kazi kwa kupitia nini jamani? Maono. Naomba tufungue Yoeli sura ya 2:28. Yoeli sura ya 2:28. Anasema hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya watu ya wote wenye mwili, na wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Sasa unabii huu unaotoka kwa Yoeli anapotumia neno maono kwenye kundi la vijana, sio kwa bahati mbaya. Umeona vingine vyote vimetajwa. Wazee, vijana wa kiume watatabiri, wazee wenu wataota ndoto.
anasema vijana wenu wataona maono. Mungu huyaweka maono kwenye kundi la vijana kwa sababu nilikwambia mwanzo, at the age of being a youth ndio wakati ambao una potential, una nguvu za kuweza kuyaishi maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kufanya vitu, una nguvu bado, akili yako inafanya kazi, unaweza kufanya maamuzi. Kuna vitu kuna umri ukifika hutaweza kuvifanya. Kwa Mungu yaweka maono kwenye kundi la vijana ili kwamba aweze kufanya mambo yake, kama ambavyo tumeona kwamba Mungu hufanya mambo, hawezi kufanya jambo bila kuambia watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa inawezekana unayo maono, na hata kama una kwenye somo hili umejifunza na unaona kabisa kwa kweli sasa inabidi niwe na maono. Moja ya sifa ya msingi sana ya maono kuwa maono, nilikwambia pale mwanzo, moja ya kitu ambacho Mungu anakifanya kwa uhakika kwa waamini ni kwamba kila aliyeamini somehow ndani yake Roho wa Mungu anamsemesha vitu vya kufanya. Kama tumemwamini Kristo, kwa sababu sisi tuliompokea Mungu, wana wa Mungu, tunaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo maono sifa yake kubwa, ili yawe maono na yawe na uzito huo wa maono, yatoke kwenye fikra tu za huku kichwani, ili yawe maono lazima yaandikwe. Naomba tufungue Habakuki. Lazima maono yaandikwe. They must be written. Habakuki 2 anasema, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Kwa Mungu anamwambia Habakuki, ujumbe ninaoweka ndani ya moyo wako lazima uandikwe, uweke katika maandishi. Na nitakwambia sababu kwa nini nitakuwa kwa kwenye maandishi. Moja ya kitu ambacho kinasababisha jambo liwe na uzito ni jambo likiwa kwenye written form, likiwa katika mfumo wa maandishi, likiwa katika mfumo wa kuandikwa. Ndio maana Mungu zamani alisema na baba zetu kupitia maono, kupitia ndoto, akatoa ujumbe, akasema na kina Musa, lakini mwisho wa siku hawa wote wakaliweka neno la Mungu kwenye maandishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo tuna Biblia. Ndio maana mimi wanawaambia watu, kuna wakati tunaipuuza Biblia na neno la Mungu lilo kwenye maandishi, na tunataka maongozi ya Roho Mtakatifu. Yaani nataka nitulizane, Roho Mtakatifu aniambie, mwanangu, nimekuita. Lakini nikwambie, Biblia, neno la Mungu lilo kwenye maandishi, ni pumzi ya Mungu kamili. Kwa uhitaji kwamba nabii fulani aje akusemeshe, sauti fulani ya ajabu usikizishe, ni kweli Mungu anaweza kufanya hivyo. Na nataka nikwambie, moja ya kitu ambacho nataka kufanya kukijua, mara nyingi Mungu hutumia njia fulani ambazo sio za kawaida kama anakuona moyo wako hauamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama anaona moyo wako hauamini, amesema nawe ukisoma neno la Mungu kuna kitu anakusemesha Roho Mtakatifu, anakutafakarisha wewe, yani unakichukulia tu poa. Sasa anasema huyu ngoja nitamfanyia jambo ili aelewe message yangu. Sasa usisubiri kufika huko. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu kamili. Na hii inatuthibitisha kwamba kitu kilichokuwa katika hata ukienda kwenye sheria, mtu akikupeleka na kesi mahakamani, kukawa na ushahidi wa maandishi, mwanangu, unafungwa. Unafanya nini? Unafungwa. Mashahidi wanaweza kaja pale wakajieleza, unajua mimi niliona ilikwaje. Na mawakili wanawakamataga sana hao mashahidi kama wamepangwa, hawana picha nzuri. Hata kama alikuwepo kweli, ni shahidi wa ukweli, lakini akijingata akijumauma maneno tu amekwenda. Lakini mtu akija na kitu, bwana, huyu ndugu tuliuziana kiwanja, sahihi yake hii hapa, akaandika,
Alafu sasa hivi ananitapeli. Mwanangu, selo segelea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio nguvu ya nini? Ya kitu kilicho katika maandishi. Kwa hiyo unapokuwa na maono, ukitaka yawe na nguvu na yaanze kufanya kazi, yaandike. Usiwe tunayo katika hali ya kuwaza. Na nitakwambia moja ya sababu nyingine kwa nini inabidi uyaandike. Ukiwa nayo tu kichwani unasema, yaani mimi naona ndani yangu na utumishi, yaani kuna kitu fulani Mungu amenitia, yaani na jambo. Kuna nyakati ambazo utakuwa unasikia msukumo ambao unakuonyesha kweli una jambo ndani, una maono fulani. Na sio uongo, ni kweli kabisa. Mungu amekupa maono fulani na amekusikizisha. Lakini kuna nyakati zikibadilika, ukiwa kwenye vipindi vingine vya majira ya maisha yako, unaweza kujikuta umesahau kabisa. Umeitiwa kitu fulani, alafu ikatokea na shetani, kwa sababu anajua watu wanapoliishi kusudi la Mungu na maono yao, wanaleta distraction kwenye ufalme wake. Moja ya vita shetani anaifanya na watu wa Mungu ni kuhakikisha hawayaishi maono yao. Kwa shetani kwa gharama yoyote anaweza kukusababisha usiishi maono yako, hata kwa kukupa mambo mazuri, mambo yanayoonekana mazuri. Shetani anaweza kukuhakikishia ukapata mrija fulani wa hela mzuri, ukapata aina fulani ya maisha mazuri, lakini hayo maisha au hiyo njia imekutoa kwenye maono. Shetani kwake sio shida. Yaani wewe kupata maisha ambayo yana mazuri, alafu umetoka kwenye njia ya Mungu, umetoka kwenye maono yako, kwake sio issue. Atakupa. Kama ambavyo anafanya kwenye ulimwengu. Kuna watu wengi ambao sisi tukiangalia, na hasa vijana, unaona jamaa katoboa, yule mwanangu kafanikiwa. Yaani jamaa ana mandinga, mwanangu ana manyumba. Lakini nani nikwambie, hiyo sio tafasiri sahihi ya mafanikio. Mafanikio ya kwanza ni mtu kumwamini Yesu Kristo. Mafanikio ya kwanza. Kwa mtu yote aliye ndani ya Kristo amefanikiwa. Amefanikiwa. Sasa kuanzia hapo, unapoanza kutembea katika njia ya Mungu na kulitimiza kusudi la Mungu na maono yako, hayo ambayo unafikiri kwamba ni mafanikio, Mungu atayaleta tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani anaweza kukupeleka kwenye njia ambayo inakutoa kabisa kwenye maono yako. Kabisa. Na sio njia mbaya, sio dhambi. Yaani una kazi yako fulani nzuri, au una aina fulani ya kitu kizuri. Yaani kuna vitu fulani unavifanya vizuri tu. Jamani, ninaposema kazi simaanishi kufanya kazi ni dhambi. Kuna watu, nilikwambia mwanzoni, maono na kusudi, sio kila mtu ameitwa kwenye makusudi ya kutumika madhabahuni. Sawa? Yako maeneo mengi. Lakini natumia kama mfano kwamba kuna vitu unaweza ukapewa ambavyo wewe ukaona ni kwamba hapa nimetoboa, hapa niko vizuri, lakini vimekutoa kwenye maono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yaandike maono, yasibaki kichwani. Yakibaki kichwani, ukiwa katika nyakati nimekwambia, unaweza kuona unajua kabisa kwamba nina maono, nina kitu fulani Mungu amenitia, lakini vikitokea vipindi vya aina fulani kwenye maisha yako, utasahau kabisa. Vinaweza vikatokea vipindi kama hivyo nilivyokuambia, ukapitishwa katika mazingira mazuri ya kupata mahitaji yako, vitu unavyovitaka vile ukavipata. Ukivipata unasahau maono yako. Au unaweza ukapitia mazingira ya nyakati na vipindi vigumu, ukaona sasa hapa niwe serious na maisha. Mambo ya maono haya, acha niwe serious na. Sawa? Ukaachana na maono, ukawa serious na maisha kama unavyosema. Kwa hiyo ili uweze kuwa na kitu kinachokukumbusha na kukuonyesha kwamba wewe umeitwa, unalo jambo la kulitimiza katika kuishi kwako, andika maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maono ili yaweze kuwa na uzito wake na yaweze kufanya kazi, lazima yaandikwe. Sasa jambo la mwisho ambalo nitamaliza nalo, alafu nitakwambia kitu, alafu tutaomba. Moja ya kitu kikubwa, viko vitu vingi, lakini kwa walioamini kinachoweza kuwasaidia maono yatokee ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ndiyo kitu pekee kinachoweza kumsaidia mtu kuliishi kusudi la Mungu na kusababisha maono yake yatokee, ayaishi, afike kule anakoona. Na nimechukua imani kwa sababu
Nimekuambia ziko fakta nyingi zinazoweza kukusaidia kufika kwenye maono yako. Ili uweze kufika kwenye maono yako unahitaji watu, sawa? Ili uweze kufika kwenye maono yako unahitaji rasilimali mbalimbali, fedha, si ndio? Unahitaji labda kusoma, unahitaji labda kujua kitu fulani, kujifunza vitu. Lakini hivyo vyote vinaweza kuvutwa na imani. Kwa sababu gani? Imani ndiyo mkono wa kupokelea kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiwa na imani, vingine vyote vinakuja. Ukimwomba Mungu atakupa watu sahihi watakao kupeleka katika maono yako na kuliishi kusudi lako. Ukiwa na imani, Mungu anaweza kuzileta fedha kwa sababu wewe umesimama katika njia yako na unatembea katika kusudi la Mungu. It's automatic, Mungu atazileta fedha. Kama una maono na unahitaji ufahamu fulani, Mungu kwa imani atakuconnect, atakuelekeza namna gani ya kufanya. Usome nini na utasoma na kumaliza. Utafute maarifa gani na utayatafuta na utayapata ukiwa na imani. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka nikusomea habari za Ibrahimu kwenye Ibrania 11:8 na mpaka 10. Namna ambavyo Ibrahimu aliamini. Ibrahimu Mungu alimuonyesha jambo. Aliweka maono ndani yake kwamba atamfanya kuwa baba wa mataifa mengi. Kwa hapa mwandishi wa Ibrania anatuambia kwa imani Abrahamu alipoitwa aliitika. Atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi. Akatoka asijue aendako. Kilichompa nguvu ya kutoka hata ajue anaenda wapi ni nini? Ni imani. Kwa hiyo ukiwa na maono kama ambavyo nilikuonyesha, Yeremia Mungu anamwambia nimekuita kuwa nabii wa mataifa na mimi ndio niliyekujua kabla hujazaliwa. Yeremia anaanza kujitetea. Unajua Mungu, mimi ni mtoto, unajua hata sijui kusema. Lakini Mungu anamwambia mimi nitakutuma, utaenda kwa kila mtu nitakaye kuambia na utamwambia ninachokitaka. Kwa the same apply kwa Ibrahimu. Mungu anamuita, anamwambia toka uende mpaka mahali nitakapokuambia. Hajui anaenda wapi, lakini kwa imani alichukua maamuzi. Anatuambia mwandishi wa Ibrania, anasema aliambiwa atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi. Akatoka asijue aenda. Unahitaji imani pekee. Na nikwambie sifa moja ya maono huwa yanavuta mambo makubwa. Hakuna mambo makubwa ambayo unaweza kuya-accomplish kwa jitihada zako. Yaani sifa ya maono, hakuna maono yanayoweza kuwa accomplished kwamba yani mimi maono nilionao, mbona mwanangu natoboa mimi naweza. Hakuna mmoja wetu hapo. Vinginevyo hayo sio maono. Hizo ni vitu tu ambavyo unaweza ukapambana ukavipata. Lakini maono, ndio maana moja ya sifa maono huwa yanaenda hata mbali. Yanakupita hata wewe kizazi chako. Yaani wewe unaweza ukafa, afu maono uliyokuwa nayo yanaendelea kuishi. Hicho kitotokea hata kwa Ibrahimu. Maono Mungu aliyompa yalitokea yeye hata hayupo kabisa. Sisi tunaoishi leo ni matokeo ya kile Mungu alichosema na Ibrahimu. Sasa imagine Ibrahimu anakujua wewe. Nilikutana wapi? Kwa ndevu? Hakujui. Lakini maono aliyopewa yeye ni sisi leo tunaishi kama uzao wa Ibrahimu. Kwa nini? Kwa sababu kupitia Kristo Yesu tumeunganishwa kuwa familia ya Mungu na uzao wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna maono unayoweza kuyafanikisha kwa jitihada zako, kwa rasilimali za kwako, kwa vitu tu ambavyo unaweza kuvipata hapa na pale. Unamhitaji Mungu. Ndio maana imani ndio kitu pekee kinachoweza kukusustain, kuhakikisha maono yako yanatokea, yanakuwa halisi. Kwa hata kama unaota ndoto una picha kubwa sana, ukiangalia unaona mimi kabisa, mimi hivi kabisa mimi. Pamoja na hayo yuko Mungu ambaye ukimwamini utaweza kuishi maono yako na yatatokea. Na kuna watu watafaidi kwa wewe kuona maono hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unahitaji imani ili maono yako yaweze kutokea. Sasa nilikuambia kitu kimoja ninapomalizia. Haya yote ninayoyasema ukiangalia hayawezekaniki nje ya Kristo. Kama ambavyo nimekuonyesha kwenye Efeso 1. Anasema
Sisi tulio ndani ya Kristo ndio tunawezeshwa kufanya na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ili uweze kuishi maono, ili uweze kuishi kusudi la Mungu juu ya maisha yako, kwanza ndio mali inaitwa kusudi la Mungu. Sasa huwezi kuishi kusudi la Mungu alafu una mahusiano na huyo Mungu. It is impossible. Bwana asifiwe sana. Ili uweze kuishi kusudi la Mungu juu ya maisha yako, lazima uwe na mahusiano na huyo Mungu. Na mahusiano, Efeso ile tuliyosoma, Efeso 1:1-9. Na mahusiano na Mungu tunayapata au tunapatanishwa, tunarejeshwa kwenye mahusiano na Mungu kwa njia moja tu, kwa kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa mtu anayetaka kuyaishi makusudi, kama unatamani ndani yako, ninatamani kuyaishi makusudi ya Mungu na ninatamani kuishi maono yangu, ninayo maono, au ninatamani kuishi ndoto zangu, haiwezekani nje ya Kristo Yesu. Nje ya Kristo Yesu utakuwa unapoteza muda. Utafanya vitu vingi, vinaweza vikawasaidia watu, vinaweza vikakusaidia wewe, lakini bado hautakuwa na ukamilifu kwa sababu hujampata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unamhitaji Kristo pekee ili uweze kuishi kusudi la Mungu katika maisha yako. Lazima upatanishwe na Mungu. Huwa napenda kutumia andiko hili ambalo Yesu mwenyewe anajitambulisha, anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Njia, kweli na uzima. Neno uzima linamaanisha neno uzima ambalo limetumika kwenye Biblia la Kiyunani, ukienda kulitafuta linamaanisha ukamilifu wa mambo. Kwa ndani ya Kristo tunapata ukamilifu wa mambo yote. Kwa kama unataka kupata ukamilifu, the word life, if you want to enjoy life, you need Christ Jesus. Short of that utakuwa unapuyanga huku duniani. Unamhitaji Yesu, unahitaji kupata Yesu ili upate uzima. Kwa sababu ukiwa na Yesu unapata ukamilifu wote. Naomba waimbaji tupande hapa kwa dakika chache. Unapata ukamilifu wote. Kwa unamhitaji Yesu ili uweze kuliishi kusudi lako, ili uweze kuyaishi maono yako. Unahitaji kuwa na mahusiano na Mungu ambaye ndiye aliyekuumba. Anajua ni kwa sababu gani alikuumba. Yeye aweze kukuelekeza nini cha kufanya na nini uweze kukiishi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa huko hapa wanasema, kwa kweli mchungaji, ninahitaji kutengeneza mahusiano yangu na Mungu. Hii ni nafasi yako kijana. Nisikilize ndugu yangu, nisikilize sana kwa makini sana. Ndani nikwambie, maamuzi unaweza kuyafanya kwenye maisha yako katika dunia hii, ya msingi kuliko maamuzi yoyote ni kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Na njia pekee ni kumwamini Yesu. Usiwe kijana tu wa kanisani. Usiwe tu brother au sister ambaye unaenda kanisani, lakini wewe mwenyewe kwa kweli ukijiangalia hauna mahusiano na Mungu, yani haujawahi kutengeneza na Yesu. Unayo nafasi ya kufanya hivyo sasa. Naomba tusimame. Unayo nafasi ya kufanya hivyo sasa. Kama hujawahi kumpa Yesu Kristo maisha yako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hii ni nafasi yako. Hii ni fursa nzuri ili uweze kuyaishi makusudi ya Mungu, ili uweze kuishi maono na ndoto zako. Kwa pale ulipo wewe ambaye unasema, mchungaji, kwa kweli nataka kutengeneza na Yesu, hebu nyosha tu mkono wako juu ili nikusaidie. Nyosha tu mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Asante mdogo wangu, asante. Umefanya maamuzi mazuri. Mwingine unataka kutengeneza mahusiano yako na Mungu, unamtaka Yesu ili kwamba uweze kuishi maisha makusudi yako. Asante mdogo wangu, asante. Mwingine nyosha mkono wako. Asante dada. Karibu mwingine nyosha mkono wako. Hii ni nafasi, ni fursa. Asante. Mwingine nyosha mkono wako tu, wala usiogope. Haya ni maamuzi ya msingi kuliko maamuzi yoyote yale. Wala usimwangalie mtu kwamba anakuchukuliaje. Yaani hii ni swala la maisha yako. It is a life and death situation. Kwa ni maisha yako wewe.
uzima na mauti vinaamuliwa na maamuzi yako ya kumwamini Yesu au kumkataa Yesu. Naomba uchukue hatua ya kusogea mbele. Wewe ulionyesha mkono, naomba nisaidie kutoa hii hapa. Chukua hatua, sogea tu hapa mbele. Niombe na wewe. Sogea tu hapa mbele. Sogea hapa mbele ndugu wangu, usiogope. Sogea. Wadogo zangu wote